أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وبه نستعين على أمور الدنيا والدين، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على خير خلق الله أجمعين، نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وتباعه بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، أيها المسلمون، kwanza kabisa tumshukuru Allah subhanahu wa ta'ala ambaye kwamba kwa neema yake hutimia kila yaliyo mema. Vile vile tumshukuru Allah subhanahu wa ta'ala kwa kutufikisha katika siku bora kama hii, katika mwezi mtukufu kama huu ambao kwamba Allah subhanahu wa ta'ala amechagua kwa waja wake, yajulikana kama Dhul-Qa'da, miongoni mwa miezi mitukufu ambazo kwamba ni miezi bora sana kwa Waislamu. Vile vile tumshukuru Allah subhanahu wa ta'ala kwa kuturuzuku kuona Ijumaa kama hii. Ikhwani fillah, siku ya Ijumaa ni siku bora zaidi kwa Waislamu wote kwa ujumla, alivyotueleza Mtume alayhi salatu wassalam ya kuwa siku bora ambayo kwamba jua yachomoza ndani yake ni siku ya Ijumaa. Kwa hivyo neema kubwa mimi na wewe Allah ametupa leo ni kuona siku kama hii, na alhamdulillah kuwa katika neema ya Uislamu, na tumuomba Allah tudumishe katika neema kama hii na atuondoe duniani tukiwa katika neema kama hii, na tujalie wote katika waja wake wema wenye kusikia na kufuata biidhnillah, innahu waliyu dhalika walqadiru alayhi. Ikhwani fillah, ama kichwa cha maudhui yetu siku kama hii ya leo kitakuwa tahawulul ajyal baina rahili salaf wa mas'uliyati al-khalaf, mabadiliko ya vizazi, mabadiliko ya watu, kupita wanavyopita watu katika dunia kama hii, na jambo kama hili baina rahili salaf, waliokuwa mwanzo wanaondoka, wa mas'uliyatul khalaf, na ambao kwamba wanakuja kubeba majukumu makubwa kabisa ambayo kwamba wanakuja kuyabeba. Ndugu zangu katika imani, ndugu zangu katika imani, twasema ya kuwa sote kuna mambo ambayo kwamba twayaona kwa macho yetu kila wakati, kila mchana ama kila siku, kuna mambo tunayaona na tunayashuhudia sote ndugu zangu katika imani. Nayo ni yapi? Rahilul kibar, wazee wanaondoka duniani, ndugu zetu tunawapeleka katika makaburi zao. Watu fulani tulikuwa nao hawako tena na sisi, viumbe kama hawa, wa dhuhuru jirin jadid, na kupatikana kwa kizazi ambacho kwamba ni kipya. Katika haya mambo ambayo kwamba tunayashuhudia, yapi kama Waislamu tunakuwa ni wenye kuyazingatia? Yapi kama Waislamu tunakuwa ni wenye kusoma katika mambo kama haya? Twasema ndugu zangu katika iman, wujuhun kanat tamla'ul masajid qad ghabat anna. Kuna watu tulikuwa tukiswali nao msikitini, tunaketi nao katika nyumba ya Allah, leo hatuko na watu kama hawa, bali wakitajwa tunasema Allah warehemu, wakitajwa tunasema rahimahumullah, hawako tena duniani. Vile vile wa asma'un kanat tudhkar bainana asbahat fi idadi al-amwat, na kuna watu walikuwa wakitajwa sana baina yetu sisi, yule ni fulani, yule ni mzee fulani, huyu ni nani. Leo akitajwa amebaki kuwa ni habari, amekuwa ni story kiumbe kama huyu. Yapi tunayezingatia kwa mambo kama haya ndugu zangu katika imani? Kwa kuwa hiyo ni line ambayo kwamba mimi na wewe tuko, ni sehemu ambayo kwamba mimi na wewe lazima tutapita sehemu kama hii. Tega masikio, angalia yapi tunayapata kwa kuondokewa na baadhi ya watu na wengine kubeba majukumu yao. Kitu gani sisi tunasoma kama Waislamu? Jambo la kwanza ni sunnatullahi fi ta'aqubil ajyal. Tunakumbuka mienendo ya Allah, hikma ya Allah kwetu sisi
katika kubadilisha zama, katika kubadilisha watu, katika kubadilisha generation. Hapa kuna hikma kubwa sana kutoka kwa Allah subhanahu wa ta'ala, na sote tunajua ya kuwa hakuna ambaye kwamba ameandikiwa kuishi milele katika dunia kama hii, mpaka Allah amesema wama ja'alna li basharin min qablika al-khuld. Ewe Muhammad alayka salatu wassalam, hakuna yeyote kati ya waja wangu nilimbashiria kuishi milele katika dunia. Afa imitta fahumul khalidun, na wewe Muhammad twakupa ujumbe, uko duniani na wewe pia utaondoka duniani. Je, ikiwa wewe utaondoka, nani anatarajia kubaki katika dunia kama hii? Mmoja katika viumbe wa Allah alijaribu kumwomba Allah dua eti adumu mpaka siku ya Kiyama, iliyojulikana kama Iblis. Wakati alifukuzwa sehemu ambayo kwamba alifukuzwa, katika dua ambayo kwamba aliomba alisemaje? Rabbi andhirni ila yawmi yub'athun, ya Rabbi nipe muda, nipe uhai, niishi duniani mpaka siku ambayo kwamba utawafufua waja wako, nisiwe ni mwenye kufa. Allah akamwambia qala innaka minal mundharin ila yawmi alwaqti alma'lum, wewe pia ni katika waja wangu, nitakupa muda ambayo kwamba mwenyewe najua katika dunia. Kwa hivyo yeye mwenyewe yuko na muda katika dunia kama hii, malaika wako na muda sehemu ambayo kwamba wako, na mimi na wewe tunaelewa tuko na muda katika dunia kama hii. Ndugu zangu katika imani, Allah subhanahu wa ta'ala anatueleza kisema kullu man 'alayha fan wa yabqa wajhu rabbika dhul jalali wal ikram, kila aliyekuwa juu ya mgongo wa ardhi siku kati ya masiku lazima ataondoka duniani. Ni jambo ambalo kwamba halina shaka kwa yeyote ndugu yangu katika imani. Allah peke yake ndiye atabaki. Limanil mulku al-yawm lillahi al-wahid al-qahhar, yeye ndio mfalme wa wafalme ambaye kwamba hana mwanzo na hana mwisho, na yeye peke yake ndiye atabaki, Allah subhanahu wa ta'ala. Allah anatueleza baadhi ya mambo katika Qur'an, akitueleza akisema thumma ansha'na min ba'dihim qarnan akharin. Enyi wanadamu, eleweni mimi napitisha zama baada ya zama, napitisha watu baada ya watu. Tunatoa zama, tunaleta zama nyingine, tunatoa hawa, tunawaleta wengine. Leo sisi tumefikiwa ndugu yangu katika imani, sisi si wa kwanza na sisi si wa mwisho. Tutapita walivyopita waliokuwa kabla yetu sisi. Lipi ambalo kwamba tutafakari sehemu kama hii? Leo mimi nasimama kutoa hutuba sehemu kama hii, mimi si wa kwanza kutoa hutuba sehemu kama hii, na mimi si wa mwisho kutoa hutuba sehemu kama hii. Kuna watu kabla tuzaliwe walikuwa wakisimama hapo wakitoa hutuba, leo wako wapi? Pengine tunaambia tu ni stori zao. Kuna watu tunawajua, kuna watu hatuwajui. Wakati wao ulipita, wengine wakaja, wakati wao ukapita, wengine wakaja, mpaka hivi sasa imetufikia sisi. Na sisi pia tutapita walivyopita, tutazungumziwa walivyozungumziwa. Hapa yafaa tuzingatie sana ndugu zangu katika imani. Allah anasema nimeleta zama baada ya zama, mimi na wewe tuko katika zama ambayo kwamba iko mbele yetu ndugu zangu katika imani. Allah anaendelea akituambia watilkal ayyamu nudawiluha baina nas, enyi wanadamu fahamuni ya kuwa mimi haya ni masiku ambayo kwamba nayazungusha baina yenu nyinyi. Leo wewe ni mtoto, kesho utakuwa kijana, kesho wewe ni kijana, kesho kutwa utakuwa ni mzee, yule kesho ni mzee ama leo ni mzee atakuwa ni mwenye kuondoka. Watilkal ayyamu nudawiluha baina nas, haya ni masiku na yazungusha baina yenu nyinyi, na maadamu imekufikia tumia wakati ambao kwamba umepewa katika hali ambayo kwamba ni bora zaidi. Allah akaendelea akituambia thumma ja'alnakum khalaifa fil ardi min ba'dihim linandhura kaifa ta'malun. Tutege masikio hapa ndugu zangu katika imani. Allah yasema nimewaja'alieni nyinyi kuwa ni viongozi katika ardhi baada ya kuondoa wote ambao kwamba wamepita. Lengo ni lipi ya Rabbi? Linandhura kaifa ta'malun. Jana ulikuwa unampiga kiongozi fulani vita, yule kiongozi ni dhalim, yule kiongozi ni kadha, amepita, sasa wewe ndio kiongozi. Kitu gani ambacho kwamba utafanya?
Juzi ulikuwa unamlaumu mzee fulani, yule mzee ni kadha, yule mzee ni kadha, ameondoka, wewe sasa ndio mzee. Linandhura kaifa ta'malun, ikikufikia nini ambaye kwamba utaifanya katika dunia kama hii. Na ndio Mtume alayhi salatu wassalam anatueleza, irtanim khamsan qabla khamsin, enyi wanadamu, enyi Waislamu, faidikeni na matano kabla matano hayajawapata. Yamaanisha matano mnayoyamiliki ni muda mchache na yatakuwa ni kuondoka. Shababaka kabla haramika, ewe kijana, faidika na ujana wako, hautadumu milele kuwa kijana. Leo kama wewe ni kijana, kuna watu unawaita wazee, kuna wakati wao pia walikuwa ni vijana. Watoto kuna wakati pia watakuwa ni vijana. Shababaka kabla haramik, faidika na ujana wako kabla haujaondoka. Wasihataka kabla sakamik, uko na afya mzuri kabisa, faidika na afya yako. Kesho ikiwa hauna afya, uwe umefaidika na jambo kama hili. Waghinaka kabla fakrik, Allah amekuruzuku mali, Allah amekuruzuku chochote, faidika na jambo kama hili kabla halijaondoka. Wa faraghaka kabla shughlik, faidika na your free time, wakati umepata chance ya kuwa free, faidika nayo kabla haijaondoka. Mwisho kabisa, wa hayataka kabla mautik, tuko katika dunia, tufaidike na wakati kama huu kabla haijakuwa lenye kuondoka biidhnillah. La kwanza ambalo kwamba tuligusia ni sunnatullahi fi ta'aqubil ajyal, sunna ya Allah kwa waja wake kubadilisha generation. Anataka kuona ni yapi ambayo kwamba mtakayeyafanya. Pointi ya pili ambayo kwamba tutagusia ndugu zangu katika iman, khuturatul ghaflati fi zamani tahawul, uhatari wa watu kughafilika baada ya mabadiliko. Bimaana kuna mabadiliko yametendeka, lakini bado watu wameghafilika. Lipi ambalo kwamba tulikusudia? Tulikuwa tuko na wazee wetu duniani, wameondoka wale wazee. Kina nani wamechukua position ya wazee kama hawa? Bado tumeghafilika, hatujagutuka. Hapa kuna space, lazima tuwe wenye kuiziba. Hapa kuna gap, lazima tuwe wenye kuiziba. Tulikuwa na mashehe, tulikuwa na maimamu, wameondoka duniani. Je, tumewaandaa watu wa kuja kushika position ya maimamu? Tumewaandaa watu kuja kushika position ya mashehe? Ama sisi bado tughafilika na tunaondoka duniani? Jamani, wakuta mtu amefika miaka 50 hajajikubali bado yeye ni mzee, anajiona bado yeye ni mtoto, anajiona yeye bado hajakomaa. Mtu anagonga miaka 60 bado hajakubali yeye ni kiongozi. Kiumbe kama huyu ni hatari wewe kuwa ni mwenye kughafilika wakati ambaye kwamba unafaa kubeba masuhulia kama haya. Allah anatueleza akisema, iqtaraba linnasi hisabuhum wa hum fi ghaflatin mu'ridun. Watu wamefikiwa na ajali zao, wamefikiwa na umauti wao, lakini uhatari kubwa bado wameghafilika. Watu kama hawa hawajajitambua, hawajajielewa. Mtu akishafika miaka 40, huyu mtu anafaa kuwa amekomaa zaidi kiakili, anaangalia dunia kwa hali ambayo kwamba si ya kawaida. Na tunasema ikhwani fillah, miaka ambayo kwamba tumeyaishi mpaka leo, hakuna ambaye kwamba yuko sure ataishi miaka kama hiyo kwa maisha yake. Kama uko na miaka 20, je, uko sure utaishi miaka 20 nyingine? Ambaye kwamba yuko na miaka 50 anajua atafika miaka 100, inamaanisha yale ambaye kwamba tumeyaishi ni mingi kuliko ambaye kwamba imebaki. Sasa ni sisi tuwe tunatafakari kwa yale ambaye kwamba tumeyaishi, yapi tunayabeba kuelekea mbele ya Mungu wetu subhanahu wa ta'ala. Ni hatari ikhwani fillah, watu kubadilikiwa na mambo na hawajazinduka watu kama hawa, na hiyo inakuja kuwa ni failure katika dunia na pengine mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala. Jambo la tatu ikhwani fillah, intiqalul mas'uliyya. Tunasema sunna ya Allah kwa waja wake, mambo kubadilika, watu wameghafilika. Intiqalul mas'uliyya, sasa majukumu yameanza kutoka sehemu moja kaenda sehemu nyingine. Saizi mtu alikuwa ni kiongozi, akifa ile position yake ishamuondokea, ishaondoka.
na sisi ambao kwamba tumebaki tutabeba, tutake tusitake, tutabeba ile masuhulia. Na leo unakuta watu wamekuwa wenye kuondoka duniani, waliobaki hawajajipanga kubeba masuhulia, ndio tunaanza kuwasukumia watu sasa majukumu. Wewe ndio utakuwa mzee wa kijiji, anakwambia mimi siko tayari kwa mzee wa kijiji, lakini yeye ndio tunamwona ndio mzee wa kijiji. Hawa wanaona fulani ndiye anafaa kuwa mzee fulani, hawa wanaona fulani anafaa kuwa mzee fulani. Kwa hivyo watu wanabebeshwa majukumu bila kujiandaa, bila kuwa ready kubeba mambo kama haya. Kama hawajajiandaa watafeli na watakuwa wenye kufeli umma watu kama hawa. Mtume alayhi salatu wasallam anatueleza akisema, kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyati, nyote nyinyi ni wachungaji na nyote mtaenda kuulizwa kwa yale ambayo kwamba mmeyachunga. Tunasema ikhwani, maadamu tuko duniani lazima tujiandae na tuandae, tujiandae na tuandae dunia kama hii kwa hali ambayo kwamba ni nzuri kabisa. Tunaenda katika jambo lingine, nalo ni namadhija min salaf fi hamli almas'uliyati almubakira. Wale waliopita watu wa kheri, kuanzia kwa mtume wetu Muhammad alayhi salatu wasalam, yeye ndiye alikuwa kiongozi wa viongozi, na tujifakhirisha kuwa wafuasi wa bwana mtume Muhammad alayhi salatu wasalam. Allah amemchagua akisema, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasana, kwa hakika mtume wetu ni kielelezo kizuri mbele yetu. Ametuonyesha nini maana ya uongozi, na akawatrain viongozi na akawaacha viongozi katika dunia kama hii. Wakati alikuwa yeye ndio kiongozi, kila jukumu alikuwa anajaribu kuibeba akisaidiwa na maswahaba, na kabla aondoke duniani aliwacha ishara ya kuwa mimi nikiondoka duniani kuna fulani nafaa kubeba jukumu. Masala si ikhwani eti mtu ameondoka kuna gap ndio tunaanza kufikiria nani ataziba ile gap. Hakuna masala ya gap katika dini ya Kiislamu. Mtume kabla ya kuondoka ameshawacha, ameunda generation nzuri ambao kwamba ataendeleza jukumu kama hili. Wakati alikuwa yuko hai, katika hadithi impokewa na Imamu Bukhari na Imamu Muslim kutoka kwa sahabi yajulikana kama Jubair ibn Mut'im radiyallahu anhu, anna imra'atan ja'at ila an-nabi sallallahu alayhi wasallam. Kuna mwanamke alikuja kwa bwana mtume alayhi salatu wasallam, akamuuliza, ya Rasulullah, mimi naja kwako kila mwaka, pengine naleta zaka yangu, naleta chochote kwako wewe, lau mimi nikija mwaka ujao nisikupate wewe mtume, nani nimpe zaka yangu kama hii? Nani nimpe majukumu ambayo kwamba nimeyaleta? Mtume alisemaje? Angalia, ameanza kuwajenga watu, ameanza kuwajenga viongozi. Akamwambia yule mama, in lam tajidni fati Aba Bakri, kama mimi siko, enda kwa Abu Bakri. Kama haujanipata, enda kwa Abu Bakri. Kwa hivyo mtume ashamchagua huyu, hapa ndiye anafaa kusimama baada ya mimi kuondoka. Wakati mtume alikuwa ni mgonjwa sana, iwaumwa sana alayhi salatu wassalam, iwaona wakati wa swala umefika, watu wanangoja mtume aje kuswalisha na amelemewa sana na ugonjwa. Akamwambia mke wake Aisha radhiallahu anha, muri Aba Bakrin falyusalli binnas, muamrishe Abu Bakrin awaswalishe watu. Yamaanisha kama mimi siko, lazima fulani awe ni mwenye kuibeba. Aisha radhiallahu anha yamwambia mtume, inna Aba Bakrin rajulun asif, Abu Bakrin ni mtu dhaif, akisimama mbele ya watu kuwaswalisha analia sana, hatusikia anachokisoma. Mtume wamwambia, muri Aba Bakrin falyusalli binnas, natoa amri, mwambie Abu Bakrin awaswalishe watu. Ishara tushapewa, lau ataondoka nani ambaye kwamba anafaa kushika jukumu kama hili. Na ndiyo baada ya mtume kuondoka, maanswar wakajaribu kukusanyika sehemu fulani kuchagua baadhi ya watu. Umar akawaambia ama akauliza swali, vipi nyinyi mwataka kutangulia mbele ya mtu ambaye kwamba mtume mwenyewe alimtanguliza kwa swala akiwa yuko hai? Vipi mtamtangulia kiumbe kama huyu? Jamani, walijua huyu ndiye anafaa kubeba majukumu. Vile vile upande wa watu wazee, upande wa vijana, mtume alikuwa ameanza kutayarisha watu vijana ambao kwamba wanafaa kubeba majukumu katika generation yao. Wakati alikuwa akihama kutoka Maka kwenda Madina, alikuwa yuko na Abu Bakri, akamwambia Ali radhiallahu anhu, wewe baki pale Maka. Kwa ajili ya nini?
kuna amana, nataka waregeshe watu. Anamfundisha kijana mdogo ni vipi atabeba amana na ni vipi atamiliana na amana za watu. Ali radhiallahu anhu amewachwa pale Maka na amehatarisha maisha yake kwa ajili ya Mtume alayhi salatu wasalam. Analala kwa kitanda cha Mtume ambaye kwamba iwajua kabisa wale watu wakiingia wanamuua, ambaye kwamba yuko kwa kitanda, lakini mtoto amejengwa, ni shujaa, mtoto ni mwaminifu, ameamua kufanya jambo kama hili. Mtume wakionyesha vijana wadogo lazima tuwatrain pia kubeba amana kama hii. Kabla ya kufa vile vile amemwandaa Usama bin Zaid katika masahaba wa Mtume alayhi salatu wasalam. Hajapita miaka 17 anamweka kiongozi wa jeshi wakati wake. Jeshi inaenda kupigana Rum, anasema Usama bin Zaid, wewe ndio kiongozi wa jeshi kama hili, na hiyo jeshi Umar yuko ndani yake. Mbona hakumchagua Umar kwa kiongozi? Hapa anataka kuonyesha lazima tuweke vijana wetu karibu, lazima tuketi na vijana wetu ili tuelekeze vijana kama hawa na tuwape njia ambayo kwamba ni nzuri. Anampa Usama bin Zaid jambo kama hili. Vile vile ikhwani fillah, wakati Umar radhiallahu anhu alikuwa ni kiongozi, alikuwa yuko na majlis shura yake ya wazee maswahaba. Alikuwa akimshika Abdullah ibn Abbas akimshirikisha katika kikao kama kile. Kijana mdogo anashirikishwa katika kikao cha wazee. Yote kama haya ni kuandaa vijana wetu kabla haijakuwa too late. Na leo ambao kwamba wako, lazima tuandae vijana wetu, lazima tuketi na vijana wetu ili tuandae hawa ndio viongozi ambao kwamba wanakuja. Lakini tuko katika dunia ambayo kwamba tumekata alaka baina ya mashekh na vijana, tumekata alaka baina ya wazee na vijana. Baada ya kukata alaka, matokeo gani ambayo kwamba tunayapata? Tumepata vijana wanaitwa confirm. Kwa nini wanaitwa confirm? Tumepata vijana ambao kwamba wanaiba simu, wanaenda kuuzia watu simu. Mbona tumepata vijana kama hawa? Ni sisi tumeweka mbali na sisi, ni sisi tumekata alaka baina yetu sisi na wale wakaona wako kwa dunia yao, wakajiita majenzi, wanatumia akili yao imewapeleka katika confirm, wametumia akili zao imewapeleka katika kuiba simu, kisha sisi ndio tunawalaumu. Hawa vijana ni wabaya sana, hawa vijana ni kadha. Kabla ya kuwalaumu, lipi umelifanya kumsaidia huyu kijana? Kitu gani umeifanya kumshika mkono kijana kama huyu? Kabla ya kuanza kumlaumu, Mtume alayhi salatu wasalam anatuambia lazima tuwashike, tuwaweke karibu, tuwaelekeze, tuwape fikra ambayo kwamba tuko kwayo. Hata kama watakuwa ni majenzi, watakuwa ni majenzi waliokuwa na mwelekeo biidhnillah. Kwani vijana hawawezi kuchanuka na sunna za Bwana Mtume alayhi salatu wasalam, hawawezi kuchanuka katika kumwabudu Allah katika vyumba vyake. Vyote vinawezekana, lakini sisi tumewakata, tumewaachilia. Matokeo yamekuwa ni yale, kuhatarisha maisha ya watu. Sasa Mtume alayhi salatu wasalam anatuonyesha kabisa, msiwakate hawa watu, waekeni karibu, waandaeni. Kesho mtu akiondoka, kuna kijana anaweza shika pale na ni mtu ambaye kwamba anategemewa kwa society. Mwingine akiondoka, kuna mwingine atasimama pale biidhnillah hadi tutakapokutana na Allah subhanahu wa ta'ala. Jambo lingine ikhwan fillah, la tano, katika tahawul al-ajyal, kubadilika generation baada ya generation, ni ma atharuna waman atharu alladhi nukhallifuhu ba'da rahilina. Leo sisi tuko duniani na tunajua tutaondoka, hakuna ambaye kwamba yuko na shaka na jambo kama hili. Ila leo sisi tukiondoka duniani, athari gani tunawaachia watu? Tukiondoka duniani, watu watatukumbuka kwa jambo lipi ambalo kwamba atatutaja nalo? Kwa kuwa lazima mtu akiondoka duniani, matatu ameyawacha nyuma yake, matatu ameyawacha nyuma yake. Imma ayudhkara bisalihat au bilkhair. Huenda mtu akiondoka duniani awe ni mwenye kutajwa kwa mambo ya kheri. Mashaallah, fulani ameondoka, alikuwa ni sababu yangu mimi kumjua Mungu wangu, alikuwa ni sababu yangu mimi kuacha kitu fulani haramu, alikuwa ni sababu yangu mimi kufanya kitu fulani kwa dini. Unakumbukwa na mambo ambayo kwamba ni sawa. Kuna wengine wakiondoka wanakumbukwa na maasi na ni mambo ya hatari kabisa. Mtu ameondoka, baadhi ya watu wanasema yule ndiye alikuwa DJ wetu jamani, yule ndiye alikuwa anatupeleka kwa
mambo ya haramu, yule alikuwa akitupeleka kwa kadha na kadha. Mambo ya shari wanakumbuka kiumbe kama huyo ambaye kwamba aliyawacha. Ya tatu, kuna mtu anaondoka duniani, watu wananyamaza, hakuna la kutaja kwake yeye. Jambo kama hili yafaa tulizingatie sana ndugu yangu katika imani, na kila mtu kuna athari anaiwacha duniani. Msikize mmoja katika mitume wa Allah iwajulikana kama Ibrahimul Khalil alayhi salatu wassalam, dua ambayo kwamba alimwomba Allah ni dua ipi? Katika dua zake amemwomba Allah akisema, waj'alni lisana sidqin fil akhirin. Amesema Abdullah ibn Abbas, lisana sidqin bimaana dhikran hasanan, ya Rabbi nijaalie mimi nipate utajo mwema baada ya kuondoka duniani. Mpaka nabii waomba jambo kama hili, nitajwe kwa wema ya Rabbi, na Allah alimjibu dua kama ile. Mpaka leo tunakumbushana kuhusiana na baba yetu Ibrahim alayhi salatu wasalam, lisana sidqin. Kwa nini amesema nikumbukwe kwa ukweli? Leo sasa ndio tunaelewa mambo kama haya, kwa kuwa kuna watu wanakumbukwa kwa uongo. Kuna watu wanakumbukwa kwa uongo, kwa kupamba tu. Kama leo mtu anakufa alikuwa hana kheri, lakini watu wanajaribu kupamba tu baadhi ya mambo ya kheri ambayo kwamba alikuwa hana kiumbe kama huyu, hasatan upande ya siasa. Angalia wanasiasa, mtu amekufa wanakuja kumpamba na hakuna alichowafanyia watu, kwa kuwa ni show off mbele ya watu. Bali yawezekana mtu anampamba sana mwanasiasa na yeye ndiye alimmaliza mtu kama huyu, lakini baada ya kufa ulikuwa. Sasa Nabii Ibrahim anasema nikumbukwe kwa ukweli, si kwa uongo. Mimi na wewe, yapi ambaye kwamba tutakumbukwa nayo? At least tumeondoka duniani, watu wakikutaja kitu gani ambaye kwamba itaingia katika maisha yao? Msikize Allah subhanahu wa ta'ala alivyotueleza katika Qur'an akisema, inna nahnu nuhyi al-mauta wa naktubu ma qaddamu wa atharahum wa kulla shay'in ahsaynahu fi imamin mubin. Allah yasema inna nahnu nuhyi al-mauta, eleweni enyi wanadamu, sisi ndio tutafufua watu baada ya kufa. Watu wakiondoka duniani, kuna wakati sote tutafufuliwa. Jambo la hatari, wanaktubu ma qaddamu, wakati mtu amekufa tutamwandikia yote ambaye kwamba aliyatanguliza duniani. Kila ulichokisema, kila ulichokifanya, yote yameandikwa katika kitabu chako. Jambo lingine, wa atharahum, athari mulio ya wacha duniani tunawaandikia pia. Na hapa ni hatari sana ndugu zangu katika imani. Mtume amesema, idha mata ibnu adama inqata'a anhu amaluhu illa min thalath, mtu akifa kitabu chake chafungwa. Kumbe inawezekana mtu amekufa na kitabu chake bado chaendelea kuandikwa, chaendelea kujazwa, ima mambo ya kheri ama mambo ya shari. Saizi mtu alikuwa akiwalingania watu kwa mambo ya kheri, amewafunza watu mambo ya kheri. Baada ya kuondoka duniani, watu wakiendelea na yale mambo ya kheri, yeye anaandikiwa thawabu kama ile ile. Wa man sanna fil islami sunnatan hasanatan falahu ajruha wa ajru man amila biha min ba'dihi. Yeyote atakayewafundisha watu mambo ya kheri, amewaelekeza katika mambo ya sawa, anapata malipo yake akiwa duniani mpaka baada ya kuondoka. Wa man sanna fil islami sunnatan sayyi'atan, na atakayewafundisha watu mambo ovu, mambo ya shari, mambo si sawa, mtu kama huyu baada ya kuondoka yanamfuata. Leo kuna watu wako kaburini, wallahi ni kheri ambayo kwamba inawafuata, ni mambo ya sawa ambayo kwamba inawafuata kwa kheri ambayo kwamba aliawacha. Na kuna watu wako kaburini, ni madhambi ambayo kwamba inawafuata, ni shari ambayo kwamba inawafuata, mpaka siku ambayo kwamba Allah mwenyewe atataka. Mimi na wewe tuko duniani, tuchague ni njia gani ambayo kwamba tutakuwa ni wenye kuishika biidhnillah subhanahu wa ta'ala. Tumalizia ikhwani fillahi tukisema ni vipi twaweza kujijenga sisi leo mpaka tukiondoka duniani tuwe katika hali ambayo kwamba ni bora zaidi. Jambo la kwanza, almuhafadhatu ala salat. Tukithirisheni kuhifadhi swala, tusilete mchezo na swala. Leo tunaleta mchezo sana na swala, na sisi tunajua tukikutana na Allah siku ya kiyama, ya kwanza kuangalia itakuwa nini? Hiyo swala tunaleta mchezo nayo.
Vipi tutake kufaulu mbele ya Allah na tushamvuruga upande wa swala? Ndugu yangu katika imani, tusilete mchezo na swala. Ni aibu sana mtu haswali kisha akifa analetwa kuswaliwa. Mbona anaingizwa sehemu ambayo kwamba alikuwa hataki kuingia? Wakati mtu ako na nguvu zake hataki kuingia msikitini, baada ya kufa anakuja kuletwa msikitini. Hii inakuwa ni aibu sana na ni jambo ambalo kwamba si sawa, ndugu zangu katika imani. La pili, at-taubatul sadiqa. Tujiandaeni kwa kurudi kwa Allah kwa tauba ya kweli. Turudi kwa Allah. Upungufu yote tumekuwa nayo, Allah ni mkarimu sana. Tukiwa wa kweli na Mungu wetu, ataondoa madhambi kama haya biidhnillah subhanahu wa ta'ala. Jambo lingine, suhbatu salihah. Tujaribu kuweka watu wema karibu yetu, tusahibiane na watu wa kheri ambao kwamba tukikosea wanatuambia umekosea. Huyu ndio rafiki yako, ndugu yangu katika imani. Unakula mali ya haram, anakuambia ndugu yangu mche Allah, hii mali ni haram. Huyu ndio unafaa kumweka karibu, lakini si mtu akukwambia ni sawa tu hiyo dini, hii kitu ni sawa. La, usikubali mtu akutupe katika kumwasi Allah. Tuswahibiane na watu ambao kwamba ni wasawa, naf'un nas huko duniani, wanufaishe watu kiasi ambacho kwamba utakaiweza. Ng'ang'ana sana. Hujui yule ambaye kwamba unamnufaisha leo, kesho atakunufaisha upande wa dua, ama atanufaisha watu wengine biidhnillah. Lingine la mwisho, istisharu biqurbi rahim. Jambo ambalo kwamba linatuweka vizuri kabisa na kujiandaa, tuelewe ya kuwa time yote tutaondoka. Nani hapa yuko sure ataishi miaka 10 kuanzia leo? Nani hapa yuko sure ataishi miaka kadhaa kwa dunia? Hatuko sure wala hatujui. Yeyote kati yetu sisi inawezekana yuko na masaa na tuko naye hapa hivi katika msikiti kama huu. Mara ngapi vitu zingine tunaziona? Kuna mtu sisi tumeswali naye Ijumaa moja siku fulani, tunaswali naye Ijumaa, wakati wa magharibi yuko katika kaburi lake. Wakati wa magharibi yuko kaburini. Nani alijua mtu kama huyu anatuacha? Kumbe umeketi na mtu mko na masaa 2 ama 3 naye peke yake. Sasa maadamu hatujui mambo kama haya, ikhwani fillah, lazima turudi kwa Allah kila wakati, tukumbuke masala ya mauti na tuweni na nidhamu ambayo kwamba ni mzuri kabisa. Tukizungumzia tahawul ajyal, mabadiliko ya zama. Saizi ni zama zetu, tukitaka tusitake tuko duniani na tutaulizwa kuhusiana na yale yote ambayo kwamba tunayatenda. Sisi kama watu wa sehemu kama hii lazima tuwe na nidhamu ya maisha. Nidhamu ya maisha ni nini? Ipatikane uongozi kila nyanja na kila sehemu. Tuko na imam ambaye kwamba ndio msikiti. Huyu imam ndio kiongozi upande ya dini katika mji kama huu. Tulikuwa na baadhi ya wazee ambao kwamba wanajulikana kama ni wazee wetu ambao kwamba ni wa mtaa. Huyu mzee tulikuwa naye ameondoka. Baada ya yeye kuondoka, nani ameshika jukumu kama hili? Kila mtu amekaa kando. Hamuoni ni gap ambayo kwamba iko pale na ni lazima itazibwa. Kama hatuizibi kwa khairi, wallahi itazibiwa kwa shari. Lazima itazibiwa kwa shari. Tulikuwa na mzee anaitwa mzee Maguna, na Allah mrehemu sehemu ambayo kwamba yuko na wazee wetu wote biidhnillah, kila mtu anamtambua, na baada ya kuondoka ndio tumeona thamani yake. Saizi ameondoka, tunajisifu naye kama mzee wetu. Saizi kama wana kijiji, mzee wetu ni nani? Kila mtu yuko kivyake. Huyu atamtaja fulani, yule atamtaja fulani, na huku yamaanisha ni kukosa mwelekeo. Lazima tuwe na leadership moja, na ujumbe kama huu ni kwetu sote na kwa kiongozi wa msikiti ambaye kwamba ni imam biidhnillah. Tuweni na jambo kama hili, ipatikane mzee. Huyu ndiye atakuwa mzee wetu wa kijiji, aje atangazwe sehemu kama hii, sote sisi tunamheshimu. Jambo letu lolote tuko na mzee wetu. Watu wengine wako na mwelekeo katika maisha yao. Kila clan, kila kabila wako na kiongozi, na kabila yote wako na kiongozi mmoja. Turudi kwetu sisi, nani ndio kiongozi wetu? Sasa kila mtu atajiweka ni kiongozi kwa maslahi yake. Leo mtu akijiweka ni kiongozi wa Waislamu wa Bondeni, amejiweka kwa maslahi yake mwenyewe, anataka kujinufaisha. Akipata manufaa hawatambii watu wengine. Huu ni mwito, tupate mzee kama huyu biidhnillah, na tupate naibu wake pia. Tumepata wazee wawili, mmoja ni kadha, mwingine naibu wake. Tusiwasahau mama zetu. Juzi tumemzika mama yetu ambaye kwamba tulikuwa naye. Tupate viongozi pia upande wa kina mama. Wakati tulikuwa tunaamkia, kuna mama alikuwa anaitwa Shosho Babli, na Allah mrehemu, alikuwa anaishi hapa 22.
Yeye ndio tulikuwa tunajua ni kiongozi wa kina mama. Kukiwa jambo lolote akipatwa yeye, mama zetu wote wamepatwa. Tuweni na viongozi upande ya kina mama zetu biidhnillah, na vile vile vijana. Hawa vijana wetu wawekwe pamoja na wazee, iwe ni kama watu watano: mzee wa kijiji, naibu wake, mama na msichana na kijana biidhnillah, pamoja na imamu. Hawa watu watakuwa kitu represent sehemu yoyote, lakini iwe ni watu wa maadili biidhnillah, ni watu ambao kwamba wanaswali, ni watu ambao kwamba ni waheri, ni watu ambao kwamba wanakuja kusaidia umma. Tutaanza kupata mwelekeo na wallahi tutajisifu sasa. Tuko na uongozi ambaye kwamba inakuja kutusaidia, na biidhnillah kesho kutwa tutakuwa ni wenye kufaidika biidhnillah. Na alhamdulillah pia wakati kama huu ambao kwamba tuko kwayo, watu wamekuja na fikra ya kujenga msikiti kama huu. Hiyo tunasema ni mwelekeo mzuri kabisa. At least wakati wetu kuna kitu ambayo kwamba tumekuja nayo. Wazee wetu walituachia ardhi bila msikiti, wengine wakajenga msikiti ya matope, wengine wakajenga msikiti kadha. Leo watu wamekuja na fikra mzuri kama hii. Tukipata uongozi na tuwe na fikra kama hizi, huu ni mwelekeo wetu na wamji wetu biidhnillah subhanahu wa ta'ala. Allah tumuomba tusamehe makosa yetu, aturegeshe katika dini yake kurejea ambapo kwamba ni kuzuri, atuonyeshe njia ya haki kwa ni haki tuwezeshe kuifuata, atuonyeshe njia ya batil kwa ni batil tuwezeshe kuiepuka. Watu wote ambao kwamba wametangulia mbele ya haki wa Uislamu, tuomba Allah wasamehe madhambi yao na ajalie sehemu ambayo kwamba wameelekea iwe ni bustani katika mabustani ya janna. Na sisi ambao kwamba tumebaki duniani, tuomba Allah tuhifadhi katika dunia kama hii kwa mambo ambayo kwamba yanamridhisha Allah subhanahu wa ta'ala, na kwa kushika sunna za Bwana Mtume alayhi salatu wasalam. Na Allah kituondoa kutoka katika dunia kama hii, tumuomba awe yuko radhi na sisi na ajalie jannatul firdaus iwe mashukio yetu sote biidhnillah. Innahu waliyudhalika wal qadiru alayhi walhamdulillahi rabbil alamin.